Muungano wa wanahabari kaunti ya Mombasa maarufu Mombasa Press Club kwa ushirikiano na Giltex Media umezindua rasmi tuzo za wanahabari na waunda maudhui ya kidijitali eneo la Pwani. Tuzo hizo zinalenga kuwatambua wanahabari na mashirika mbalimbali ambayo yanajitahidi kukuza na kujuza jamii kupitia kazi zao. Uzinduzi huo umeleta pamoja viongozi mbalimbali kutoka serikalini akiwemo gavana wa Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir, mbunge wa Jomvu Badi Twalib, mbunge wa Mvita Mohamed Mashele miongoni mwa wengine, pamoja na naibu msemaji wa serikali Mwanaisha Sizuka, vyombo vya habari na washikadau wa maendeleo. Mbunge wa Jomvu Badi Twalib amepongeza juhudi zinazofanywa na wanahabari katika kujuza na kuelimisha jamii, huku akisema kazi yao imekuwa ngumu zaidi wakati huu wa akili hunde AI. We are gathered here this morning at a moment when media is no longer just means a newspaper as before, or a radio mic or a TV camera. Today, media is a classroom, a marketplace, a protest sign, and a lifeline. Communication is the bridge that carries truth, culture, and community across all of it. In an age of numbers and AI, the work of ethical journalism, editors, creators, and communicators is more critical than ever. You are the ones who ask the second question. Verify the clip and tell the human story behind the headlines. From podcasts in Kiswahili to data visual storytelling, from community radio to TikTok campaigns for social good, you are providing that new format that can still serve all the values, accuracy, accountability, and empathy. To the future nominees and every person working behind the scenes, you do not just report the world, you shape how we understand it. You hold power to account. You give language to experiences that would otherwise go unnamed. This is not a small job. It's a nation-building work, and through responsible reporting, you can move our country forward. Gavana wa kaunti ya Mombasa Abdulswamad Sharif Nassir amewahakikishia wanahabari uhuru wao, huku akihimiza kuzingatia usahihi wa ripoti zao, usawa na wajibikaji. Kwa upande wake, naibu msemaji wa serikali Mwanaisha Sizuka amewahimiza wanahabari kuzingatia utaalamu katika kutekeleza majukumu yao, akisema serikali haina nia mbaya na shirika lolote la habari nchini. Ali Vincent, Benvin TV.